Tunapoambiwa malezi mabwana, ni lugha ambayo imetumika katika kutengeneza neno hili. Ni vile ambavyo tunajua kuna aya nyingi, kuna hadithi nyingi, na kuna makauli ya wanachuoni wengi. Sasa shekhe wetu akachuja kuona katika miongozo ya shekhe huyu kasema huyu, shekhe huyu kasema huyu, shekhe huyu kasema huyu, akatengeneza ule msimamo mmoja. Sasa ule msimamo aliotengeneza shekhe ndio unaitwa sisi kwetu ni malezi. Kwa hiyo sisi muridi, ukisikia malezi maana yake ni maelekezo ya shekhe kupitia maelekezo ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na miongozo ya ndani ya Bwana Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sio kwamba eti ni alitumia akili yake au fikira yake, yeye akaona shekhe huyu kasema hili na shekhe huyu kasema hili, shekhe huyu kasema hili. Hapana, kwa wanangu, kwa hali ilivyo na kwa wakati tuliokuwa nao sasa, tutumie hili, na wale wengine wakitumia taratibu zao wako sahihi. Ila sasa kwa wewe muridi, ukishakuwa na utaratibu wako, kwa sababu unatoka tena kwenda kutafuta utaratibu mwingine, hapo kidogo inakuwa sio sahihi sana kwako au kwetu. Kwa hiyo inshallah Khalifa Hussein utaunga moja kwa moja mada kama inavyosoma pale, maelekezo na utaratibu wa kusali kisheria na malezi. Nataka tufahamu neno malezi, sababu wengi wao wanachanganya kwa malezi, anahisi kwamba ni kitu ambacho labda shekhe tu alilala akaona basi wanafunzi wangu, kwa sababu wanafunzi wangu fanya nini? Hapana, kwamba ukisikia malezi sasa kasema shekhe, maana yake pale kuna miongozo ya aya na hadithi. Tumefahamu vizuri? Kwa inshallah Al-Hussein alaykum kwa sheria na kimalezi, mafunzo ya sheria. Tunaanza na jambo moja ambalo ni jambo kubwa, jambo la adhana. Adhana ni wito wa Waislamu kwa ajili ya swala, na adhana hiyo sasa utakapoisikia hiyo adhana ya Waislamu kwa ajili ya swala, ndio adhana ambayo inazungumzwa hapa. Sio zile adhana zetu ambazo unaweza kuwa unafanyia tiba na mtu kamshika sikio kama adhinia, basi pale so au kufuata taratibu zile, so mahala pake ni hapo kwenye adhana kuwaita watu kwa ajili ya swala. Mambo ya kuzingatia: jambo la kwanza, haitakiwi ughani. Kwa mujibu wa malezi yetu katika tarika yetu ya Qadiria kutoka kwa Sheikh Muhammad bin Nasr Abdullah al-Qadiri, kwamba jambo la kwanza kuzingatia wakati wa adhana, unapoadhini, kwa mfano unapotoa nafasi ya kuadhini, basi katika misikiti yetu haturuhusiwi kughani. Allahu akbar, Allahu akbar, ile inakuwa hairuhusiwi. Kwa hivyo tuchunge sana tunapotoa nafasi ya kuadhini katika misikiti yetu hii, basi kuchunga jambo la kughani. Sana sana wataposema Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, ashhadu an la ilaha illa Allah. Adhana hii ilikuwa ikifanywa na Sayyidina Bilal na Habash radhiyallahu anhu. Sayyidina Bilal alikuwa akiadhini kwa namna hiyo, na utaona siku ambapo kuna Mwarabu mmoja alitaka achukue nafasi hii ya kuadhini. Alipoadhini siku hiyo, inasemekana malaika hawakusikia adhana ile, mpaka wakaulizwa, nyinyi vipi leo hamjaswali? Kwa sababu ile adhana haikuwa nzuri kama ya Sayyidina Bilal. Ile ilibeba ucha Mungu ndani yake. Adhana za Qur'ani ndani yake zimebeba naria, nataka nionyeshe najua kuadhini vizuri, nataka nionyeshe sauti yangu ilivyo nzuri kwenye kuadhini, jambo ambalo ndani yake linakuwa lina mtihani. Kwa hivyo adhana za Qur'ani mtihani wake mkubwa ni kwamba kuna ria ndani yake. Ndani yake kunakuwa na namna fulani ya kutaka kuonesha kwamba mimi na master zaidi, naweza zaidi, jambo ambalo kisheria halitakiwi. Jambo la pili katika swala hilo la adhana, kuingiza vidole vya shahada katika masikio mawili. Wakati unaadhini, basi unashika namna hii, naona Allahu akbar, Allahu akbar, sawa, kuingiza vidole vya shahada katika masikio mawili. Jambo la tatu, hakikisha usahihi wa matamshi ya adhana. Usahihi wa matamshi ya adhana. Kwa hivyo kama hujui kuadhini, tafuta namna ufundishwe namna ya kuadhini, ili uweze kuhakikisha yale matamshi ya adhana unayatamka sawa sawa. Jambo la nne, unapomsikia muadhini anaanza kuadhini tu, sema yafuatayo. Sasa unapomsikia muadhini anaanza kuadhini Allahu akbar, Allahu akbar, unatoka kusema maneno haya: marhaban bil qailina adlan, marhaban bis salati ahlan wa sahlan.
marhaban bil qailina adlan marhaban bis salati ahlan wa sahlan. Maana yake maneno haya ni kwamba karibuni enyi wasemaji waadilifu, karibuni kwa ajili ya swala, karibuni. Kwa hata maneno ya kusema wakati unapomsikia muadhini anapoanza kuadhini. Na faida yake Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuelekeza, anasema qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man sami'a almunadi bisalati, atakayemsikia mwenye kunadi kwa ajili ya swala, Allahu akbar Allahu akbar, alipoanza tu hapo shasikia tu Allahu akbar Allahu akbar, faqala, akasema mtu huyo, marhaban bil qailina adlan marhaban bisalati ahlan wa sahlan, kataba Allahu lahu alfi hasanatan wa maha anhu alfi sayyi'atan wa rafa'a lahu alfi darajatan. Kwamba mtu huyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atamwandikia kwa kusema marhaban bil qailina adlan marhaban bisalati ahlan wa sahlan, atamwandikia alfi hasanatan, ataandikiwa thawabu milioni 2, thawabu milioni 2. Wa maha anhu alfi sayyi'atan, na atamputia madhambi milioni 2. Wa rafa'a lahu alfi darajatan, na atamnyanyua daraja milioni 2. Hebu angalia kwa maneno mafupi tu, marhaban bil qailina adadan marhaban bisalati ahlan wa sahlan. Tunaona kwa namna hiyo tayari Mwenyezi Mungu anakuonesha namna gani hajauandaa moto kwa ajili ya kuchoma, ila kauandaa moto kwa ajili ya wewe mwenyewe kujichoma. Ukitaka kwenda motoni utaenda, ukitaka kwenda peponi utakwenda kwa matendo yako unayofanya. Yanayosemwa wakati wa adhana ya swala ya asubuhi, muadhini anaposema as-salatu khayrun minan nawm, as-salatu khayrun minan nawm. Ukisikia haya maneno muadhini anasema wakati wa swala ya asubuhi ile, basi utasema sadaqta wa barakta wa bil haqqi nadarta wa ana ala dhalika min ash-shahidin. Haya maneno utakayosema ukisikia maneno haya, sadaqta wa barakta wa bil haqqi nadarta wa ala dhalika wa ana ala dhalika min ash-shahidin. Muadhini anaposema ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, sikia maneno haya na wewe utasoma hivyo hivyo, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sikia ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, na wewe unasema ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alafu vile vile utaongeza kwa kusema, baada ya kusema ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, utaongeza kwa kusema marhaban bihabibi wa qurrati aini Muhammad, marhaban bihabibi wa qurrati aini Muhammad. Tafsiri yake, karibu mpenzi wangu Muhammad na kitulizo cha macho yangu Muhammad. Na huku unabusu vidole vyako vya gumba, hivi vidole vyako vya gumba, na kisha unapangusa macho kwa hivyo vidole gumba mara 3. Unabusu alafu na yani unafanya unabusu alafu na kwa hivyo mara 3. Kwa kufanya hivyo, faida yake, ruya ibn Amir annahu alayhi salatu wassalam qala man qala hina yaqulu almuadhdhin ashhadu anna Muhammadar Rasulullah marhaban bihabibi wa qurrati ayni Muhammad wa qabala ibhamayhi wa masaha bihima aynayhi amina min al-ama war-ramadi ma'asha. Na imepokewa hadithi Ibn Amr radhiallahu anhu kwamba hakika ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amesema, mwenye kusema wakati anaposema muadhin ashhadu anna Muhammadar Rasulullah marhaban bihabibi wa qurrati aini Muhammad, kisha akabusu vidole gumba vyake na akapangusia kwa hayo vidole gumba macho yake, huepushwa mtu huyo na ubofu na ukoma muda wa kuishi kwake duniani. Mambo mawili, anaepushwa na ubofu na anaepushwa na ukoma kwa muda wote atakapoishi duniani. Pia imo ndani ya kitabu cha Khazinatul Asrar, Khazinatul Asrar, ukitafuta utakutana na maneno haya. Jambo la 7,
unatakiwa kuombea dua wazazi wawili wakati wa dua ya adhana. Ni muhimu sana kuombea dua wazazi wawili. Kwa kufanya hivyo, hayo ni maelekezo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na vile vile kuonesha kwamba umethamini kiasi gani yale mema waliokutendea wazazi wako. Dua lenyewe, Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma was-salati al-qa'ima ati sayyidina Muhammadin al-wasila wal-fadila wad-darajata al-'aliyata ar-rafi'a wa ba'athu maqaman mahmuda alladhi wa'adtahu innaka la tukhlifu al-mi'ad ya arhamar rahimin rabbi ighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Hayo ndio maneno utakaoombea dua wazazi wako wawili. Rabbi ighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Dua la kuomba baada ya adhana tunaishia ya arhamar rahimin, alafu baada ya hapo unaombea dua wazazi wako wawili kwa kusema rabbi ighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Mwenyezi Mungu nisamehe mimi pamoja na wazazi wangu wawili, na uwaone huruma, uwashushie rehema, au uwaone huruma kama walivyonionea huruma mimi nikiwa mdogo. Wazazi walituonea huruma sana tukiwa wadogo. Kuna wakati walikuwa wanagombana, wanapigana ili sisi tuwe na amani, tupate mahitaji. Tunaona wana huruma kiasi gani. Mzazi hakufikiria kukutupa, na ili hali kuna watu wametupwa katika madampo, wametupwa majalalani, wameachwa na wazazi wao. Unaona? Kwa hivyo ile huruma aliyokuwa nayo mzazi wako, basi una haja na wewe kumwombea dua kila unaposikia adhana. Allahumma inni as'aluka al-afwa, vile utaongezea na dua hili, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata wal muafati ad-daima fi ad-din wa dunya wal akhirah. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulan nabiyya sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kwa siku ya Ijumaa kuna adhana mbili. Adhana ya mwanzo inatakiwa isomwe baada ya kuingia wakati wa swala ya Ijumaa, wakati wa adhuhuri, na mara baada ya kumaliza kuadhiniwa pataswaliwa rakaa mbili za sunna kablia. Baadaye imamu atapanda katika mimbari na kutoa salamu, alafu itafuata adhana ya pili. Utaratibu wa kukimu, namna ya kukimu, unatakiwa uanze kusema kwa mujibu wa malezi tuliyoelewa. Kabla hujaanza Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Muhammadur rasulullah, kabla hujaanza hivyo unaanza na utaratibu huu: a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam, radallahu ta'ala an ashabi rasulillah ajma'in. Alhamdulillah, Allahu akbar Allahu akbar, shalla la ilaha illallah, shalla Muhammadur rasulullah, hayya ala salah, hayya ala falah. Sawa, pada qamati salat, pada qamati salat, Allahu akbar la ilaha illallah. Mfahamiana? Na vema zaidi tuzingatie wakati anapokimu, mwenye kukimu hakikisheni msinyanyuke kabla hajamaliza kukimu. Amalize kukimu pale, basi ndio tunanyanyuka pamoja, na kwa vizuri zaidi. Makosa yanayojitokeza mara nyingi katika kukimu, mtu anaweza kusema hii dua ile kwa kwanza kusema billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, wa radiyallahu ta'ala an. Kuna wengine wanasema an kulli ashabi rasulillahi ajma'in. Hiyo kulli haipo, kwa hiyo an ashabi rasulillahi ajma'in. Kuna wengine husema pia qad qamatu swala, qad qamatu swala. Hapana, sio sawa sawa, hatutaki tuseme hivyo. Badala yake tuseme qad qamati swala, qad qamati swala, qad qamati swala. Kwa hiyo qad qamatu swalati haipo, hiyo qad qamati swala. Kupanga safu za swala iwe baada ya kumaliza iqama. Ina maana akimaliza kukimu ile bwana ndio tunanyanyuka kupanga safu za swala. Hapa kuna jambo kidogo, na kuswali kwa vitendo. Kuswali kwa vitendo, ningependeza sana tukapata angalau vijana wawili hapa wakatuonesha namna gani ya kuswali, ili tuende vizuri zaidi katika semina yetu. Au basi
Tupate vijana hata watatu hapa. Elekezo kwa useme kwa mfano swala subuhi. Na hapa ndio tunafanya mfano wa swala subuhi. Na wao tusali fardhu salati subuhi rak'atayn adaan mustaqbil al-qibla. Hili neno huwa tunaliachaga kwa sababu hatujui malezi namna tulivyoelewa. Kwa hiyo tulizingatia hili neno liwe katika swala zetu tunapokea nia. Na wao tusali fardhu salati subuhi rak'atayn adaan mustaqbil al-qibla. Sasa maamuman ni huyo anayefuata imam, na imam ni yeye anayeswalisha atasema imam lillahi ta'ala Allahu akbar. Na wao tusali fardhu salati subuhi rak'atayn adaan mustaqbil al-qibla. Kwa hivyo anza imam na nia hiyo inshallah tunawafata. فرض صلاة الصبح ركعتين أداء مستقبل القبلة إماما لله تعالى Allahu akbar. Katika kufunga swala tuzingatie jambo moja. Unaposema Allahu akbar, hakikisha hivi vidole vyako vinaelekeana kabisa kwa Allahu akbar. Sawa, Allahu akbar. Mkono wa kulia unakuwa juu ya mkono wa kushoto. Mkono wa kulia unakuwa juu ya mkono wa kushoto na ni chini ya kifua, juu ya kitovu hapo katikati. Kwa hiyo swala inatakiwa ifungwe namna hii. Na soma وتصلي فرض الصلاة الصبح ركعتين أداء مستقبل القبلة. Tumeona hapo Allahu akbar. Maamuma nayo utatia nia hiyo hiyo, nasema maamuma lillahi ta'ala Allahu akbar. Hapa kuna jambo la kuzingatia kidogo. Mambo ya kuzingatia ni kuvuta neno ta'ala katika nia takbiratul ihram. Katika takbiratul ihram, takbira ya kuhirimia swala, hii takbira ya kwanza anaanza kunia swala yake, anasema lillahi ta'ala wa nawaitu usalli fardhu salati subhi rak'atayn adaan mustaqbil al-qibla imaman lillahi ta'ala Allahu akbar. Uvute kidogo ta'ala na uhakikishe pasiwe na gaps, pasiwe na nafasi katika nia yako, yani kuunganisha nia kuanzia mwanzo mpaka unaposema Allahu akbar. Yani usiweke kwa mfano gap, kwa mfano nawaitu usalli fardhu salati subhi rak'atayn adaan mustaqbil al-qibla imaman lillahi ta'ala Allahu akbar. Utaratibu au usiri kimalezi. Kwa hiyo tunatakiwa tuseme nawaitu usalli fardhu salati subhi rak'atayn adaan mustaqbil al-qibla imaman lillahi ta'ala Allahu akbar. Tumefahamiana jamani? Kwa hiyo tufunge swala tena alafu tuendelee. تصلي فرض صلاة الصبح ركعتين أداء مستقبل القبلة. نويت أصلي فرض صلاة الصبح ركعتين أداء مستقبل القبلة لله تعالى الله أكبر. Sasa unapofunga swala yako kuna dua ya ufunguzi wa swala. Imam anashauriwa akiwa anaswalisha ahakikishe ile dua yake ya ufunguzi wa swala iwe ndefu, ili kuwatengenezea maamuma waweze na wenyewe kusoma dua lile la ufunguzi wa swala. Dua za ufunguzi wa swala ziko nyingi, lakini kimalezi ile nasema nadhani kuna wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal ardh hanifa muslima wa ma ana min al-mushrikeen inna salati wa nusuki wa mahaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana min al-muslimin. Kimaliza hiyo unasema subhanaka allahumma wa bihamdika, hiyo ni nyingine, wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa jalla thananuka wa la ilaha ghayruka. Kwa hiyo inapendeza imamu akazisoma zote mbili hizi, hata na nyingine anayoijua tena, ili kuwatengenezea maamuma nafasi ya wao waweze kusoma nini
wasome dua hili la ufunguzi wa swala, ili wakati ambapo wamemaliza, yeye wakati anasoma suratul Fatiha, maamuma wao wana kazi ya kumsikiliza imamu kwenye suratul Fatiha yake. Hii ni kwa sababu moja ya kuchunga kwamba huenda imamu akaghafirika katika swala, akatamka tofauti, ile suratul Fatiha ikatamka tofauti, imamu mpate nafasi ya kumkosoa, kumweka sawa. Ikiwa yeye anasoma suratul Fatiha na nyinyi mnasoma vitu vingine, hamtakuwa na uzingatiaji wa anachokisoma imamu. Kwa hiyo tupeane nafasi. Unaposwalisha jitahidi uwape nafasi maamuma waweze kusoma dua ya ufunguzi wa swala, na waweze kusoma suratul Fatiha baada ya kumaliza suratul Fatiha. Ukisema hivyo washatia amin, tulia wewe imamu kwa kiasi ambacho unajua maamuma wako wamemaliza suratul Fatiha, ndio uweze kuendelea na sura nyingine. So ile unajua Bismillahirrahmanirrahim, unaendelea. Ina maana tayari hata ukisoma hiyo sura yako unayoisoma wakati huo, na wao ndio wakukosoa kwa kutengeneza wewe uende nao sawa, utajikuta unaweza ukaharibu hiyo sura unayoisoma, na wao hawana nafasi ya kukuweka sawa, kwa sababu kuna suratul Fatiha. Kwa hiyo ili muende sawa, wape nafasi waweze kusoma suratul Fatiha, alafu uendelee na sura nyingine waweze kusikiliza, ili muende sawa katika vipengele vya swala. Tumefahamana hapa. Nadhani wamalizia makosa. Sasa basi, katika swala sasa kuna mambo ya kuzingatia. Unapofuata imamu wako, wewe maamuma unatakiwa uzingatie mambo yafuatayo. Kuna kumfuata imamu, na kuna kufuatana na imamu, na kuna kumchelewa kumtangulia imamu. Kumtangulia imamu ni kama vile huyu bwana kabla hajarukuu Allahu akbar, hawa tayari wamesha rukuu. Umeelewa suri? Hebu nenda kwenye rukuu, Allahu akbar, kwenye rukuu, Allahu akbar. Kama sasa huyu bwana kabla yeye hajafika Allahu akbar, sawa, nyinyi mnakuwa mmeshafika, sawa, ili tuelekezane vizuri. Hebu soma suratul Ikhlas, wakati unaimalizia, kabla hujamalizia Allahu akbar, hawa wao wamesha rukuu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Ndio nyinyi mtakulia wala yakul lahu kufuwan ahad. Nyinyi mshaenda wakati nasema Allahu akbar, kawakuta nyinyi msharudia tena. Hakuna maelezo hili. Yaani anamaliza ina natangulia ile imamu wakati hii tayari shauku. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Huku sasa tunaitwa kumtangulia imamu, na ukishamtangulia imamu tayari swala umevuruga, haifai kumtangulia imamu. Haya, kwenda sawa na imamu, kwenda sawa na imamu ile Allahu akbar, na nyinyi mnaenda naye moja kwa moja, sema Allahu akbar na nyinyi mko pamoja, yaani ina maana msimsubiri, mnakwenda naye sambamba, sawa. Twende na Ikhlas tena. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Sawa, kwenda sawa na imamu, yaani anaenda na mmoja, hiyo inakuwa haifai na haribu swala. Kwa hiyo kinachotakiwa sasa ni kumfuata imamu, hivyo akishasema Allahu akbar akatulia na nyinyi Allahu akbar. Sasa twende tumfuate imamu, twende class tena. Bismillahirrahmanirrahim.
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. Naam, tumeelewana hapo vizuri. Na namna ya kurukuu, hakikisha huu mgongo wako unanyooka vizuri, kiasi nikiweka glasi ya maji hapa isimwagike maji yake, sawa? Na hakikisha unashika magoti na mikono usitengeneze matege, unatengeneza inanyooka vizuri, ili uweze kutengeneza flat nzuri. Na uhakikishe unaposwali unaangalia pale utakaposujudia, pale ambapo unakwenda kusujudu ndio hapo unapotazama. Kwa hata katika kunyanyuka kwako, nyanyuka ukitazama pale pale unapokwenda kusujudu, ikiwa na maana usije ukanyanyuka ile hali umenyanyua kichwa juu. Haifai kuswali kwa unanyanyua kichwa juu. Kwa hiyo hakikisha unaangalia pale pale unaposujudia, ndipo unanyanyuka, ndipo unaswali. Kwa mazingira hayo usiangalie kushoto wala kulia. Hakikisha unaangalia pale ambapo unaposujudia, unapoenda kuweka paji lako la uso chini, ndipo unapotazama. Basi inshallah turudi tuendelee na taratibu. Takbiratul ihram, hii ni ile Allahu Akbar ya kwanza ndani ya swala. Ni nguzo muhimu sana katika swala na ni lazima ifuatane na nia bila ya kuzitenganisha. Ndio yale niliyosema mwanzo. Na watu tusalli fardhu salati subhi rak'atayn adaan mustaqbila al-qibla imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Unaunganisha moja kwa moja. Watu tusalli fardhu salati subhi rak'atayn adaan mustaqbila al-qibla ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Sawa. Kutenganisha nia na takbiratul ihram kwa pumzi mbalimbali, yaani ukatia nia kwa pumzi yake na Allahu Akbar kwa pumzi yake ni kuharibu swala. Uzito wa takbiratul ihram ni mkubwa. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema takbira ya kwanza kwa mwenye kuswali ni bora kuliko dunia na vilivyomo ndani yake. Hivyo mtu mwenye kuwahi takbira ya kwanza pamoja na imamu ni bora zaidi kwa thawabu kuliko kutoa sadaka ngamia 1000. Ngamia 1000 katika msikiti wa Mwenyezi Mungu. Mambo ya kuzingatia wakati wa takbiratul ihram: kuvuta takbiratul ihram katika neno ta'ala Allahu Akbar. Wakati wa kunyanyua mikono, vidole vya gumba vielekezwe katika ndewe za masikio. Ndewe za masikio ni haya, ni hizi ndewe za masikio. Hizi ndio ndewe za masikio, vidole hivi namna hii, sawa. Macho yaangalie sehemu ya kusujudia. Faida ya kuangalia sehemu unayosujudia ni karaha kwa mwenye kuswali kuyapepesa macho yake huku na kule ndani ya swala, bali sunna adumishe kuangalia chini mahala anaposujudu, ili wakati wa tashahudi wakati wa tashahudi katika tashahudi ni sunna ukiangalia kidole chake cha shahada. Hapa katika utaratibu ni kwamba unapokaa kwenye tahiyatu, ukishasema ashhadu an la ilaha illa Allah, ukanyosha kidole chako hiki, macho yako unahamisha kwenye sijida, unahamishia kwenye kidole kile cha shahada. Ndio namna ya kuswali. Kuzidisha unyenyekevu wakati wa kuswali kwa kuepukana na kuangalia macho yatakayokutoa katika kumfikiri Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo unaposwali hakikisha unyenyekevu wako wote ni kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, bila kuangalia ni nani yuko pembeni yako, nani yuko nyuma yako, nani yuko mbele yako. Hakikisha ni wewe na Mola wako. Kwa hivyo unyenyekevu mkubwa unahitajika katika swala. Angalizo, katika swala kuna sehemu 4 ni sunna kunyanyua mikono. Ili kunyanyua mikono, sawa? Kunyanyua mikono hivi ni sunna katika sehemu 4. Sehemu ya kwanza wakati wa takbira ya kuhirimia swala, na watu usalli Allahu Akbar, hiyo ni sunna. Na sehemu ya pili unapotaka kurukuu lazima Allahu Akbar, unarukuu. Na ya tatu unaporudi kutoka kwenye kurukuu sami Allahu liman hamida, sami Allahu liman hamida. Sehemu ya 4 unaposimama kwenda katika rakaa ya 3
yani ina maana unapotoka kwenye sijda kurudi kwenye rikaa ya pili au ya tatu, Allahu akbar, au baada ya kutoa salamu na imamu na kunyanyuka kumaliza rakaa iliyokupita pamoja na imamu. Mfano, umekuta imamu yuko rakaa ya labda amekutangulia kwa rakaa mbili, ashaswali rakaa mbili za dhuhuri, anakwenda kwenye rakaa ya tatu, wewe ndio umemkuta pale. Kwa wakati unanyanyuka kwenda kutimiza kukamilisha zile rakaa zako, basi hakikisha unanyanyua mikono, Allahu akbar. Dua ya ufunguzi wa swala, sunna hii inawahusu wote, imamu na maamuma, na hata yule anayeswali peke yake, na mahala pake ni kabla ya kuanza kusoma alhamdu, yani suratul Fatiha. Na iwapo wameanza kusoma alhamdu tu, basi sunna hii itakuwa imemfutu, yani imempita, na hatakiwi kuikata alhamdu hata kama alifanya hivyo kwa kukosea au kusahau. Hapa kuna tuzingatie vizuri kwamba unapokuwa umefunga swala pamoja na imamu wako, alafu ukakuta kwamba imamu kashakutangulia kwenye kuanza suratul Fatiha, inapendeza zaidi na wewe usisome ile sunna na dua ya ufunguzi wa swala ukawa unasikiliza suratul Fatiha ya imamu wako. Fanya hivyo, utakuwa umefanya vizuri zaidi. Imamu anapoanza kusoma alhamdu tu, maamuma anatakiwa amsikilize imamu wake na aache kusoma dua ya ufunguzi wa swala. Hivyo kwa maelezo ya Sheikh Muhammad bin Nasr Abdullah al-Qadiri, ni vizuri imamu akasoma alau dua mbili, kumpa nafasi maamuma wake kusoma dua ya ufunguzi, kwani malipo yake ni makubwa mno. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akisoma dua mbalimbali, mara dua hii, mara dua nyingine. Muradi baada ya takbiratul ihram alikuwa anasoma dua kabla ya a'udhu billahi minash shaitani rajim. Hapa zipo dua za namna mbalimbali ambazo amezikusanya Sheikh Muhammad bin Nasr Abdullah al-Qadiri katika kitabu chake cha Adhkar Salam kama ifuatavyo. Angalia kitabu cha Adhkar Salam na Tarawih. Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi wa bihamdihi bukratan wa asila. Sawa. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa jalla thanauka wa la ilaha ghayruka. Nyingine, Allahumma inni dhalamtu nafsi dhulman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indika warhamni innaka anta al-ghafurur rahim. Nyingine, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta baina al-mashriq wal maghrib. Hizi ni dua mbalimbali. Au dua nyingine, subuhun qudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Hizo ni dua za ufunguzi wa swala. Nyingine, wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal ardi hanifan muslima wa ana minal mushrikeen inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana minal muslimin. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amesema, na anaposema mwenye kuswali subhanakallahumma wa bihamdika, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa jalla thanahuka wa la ilaha ghayruk, Mwenyezi Mungu humwandikia thawabu kwa kila umwele katika kiwiliwili chake. Ibada ya mwaka mzima vilevile anaandikiwa, na akifa Mwenyezi Mungu humfanyia wasaa ndani ya kaburi lake, yani kumtanulia lile kaburi lake likawa pana. Naona mzika katika mwanandani mwembamba, lakini mle ndani amekuwa katika upana. Hivyo tujitahidi ndugu Waislamu kuleta dua ala moja au mbili tu katika hizo, si kwa ajili ya kupata thawabu nyingi tu, lakini hasa kwa kufuata mwenendo wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Neema hiyo. Jambo la nne, kusoma a'udhu billahi minash shaitani rajim. Ni sunna kusoma isti'adha, yani a'udhu billahi minash shaitani rajim, baada ya kumaliza dua ya ufunguzi na kabla ya kusoma alhamdulillah. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa akisoma
isti'adha, a'udhu billahi minash shaitani rajim, akisoma isti'adha hii hapa, a'udhu billahi minash shaitani rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafshihi. A'udhu billahi minash shaitani rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafshihi. Kusoma bismillahir rahmanir rahim, imamu atasoma kwa sauti kwa swala za kudhihirisha, wakati maamuma anasoma kimya kimya. Yeye anasoma kwa swala za kudhihirisha bismillahir rahmanir rahim, lakini maamuma anasoma kimya kimya. Faida za kusoma bismillahir rahmanir rahim, Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amesema tena, mkisoma alhamdu basi someni au anzeni kwa bismillahir rahmanir rahim, kwa sababu hiyo alhamdu ndio mama wa Qur'ani, na ni sababu mathani. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amesema, na wala msile chakula ambacho hakikutaja jina la Mwenyezi Mungu juu ya chakula hicho. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, jambo lolote lenye utukufu ambalo halikuanza na bismillahir rahmanir rahim, basi jambo hilo ni lenye kasoro, halina baraka ndani yake. Kwa hiyo bismillah inatia baraka katika mambo mengi. Jambo la sita, kusoma alhamdu. Ni lazima kwa kila mtu mwenye kuswali asome alhamdulillah yote kwa vizuri na unyenyekevu. Ni lazima asome herufi zote za alhamdu pamoja na mada zake bila ya kuongeza kitu wala kupunguza chochote ndani yake. Mambo ya kuzingatia: kusimama katika mapeo yake, tusiunganishe aya moja na nyingine. Yaani unatakiwa ukisoma suratul Fatiha katika swala, soma kwa vituo vyake. Usema a'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Huo taratibu unaofanya, hakisha unakwenda kwa vituo. Kwa hiyo twende kusoma kwa vituo suratul Fatiha ili iende inayotakikana. Maimamu wengi wanapenda kuunganisha kimakosa aya hizi, arrahmanir rahim maliki yawmiddin, arrahmanir rahim maliki yawmiddin. Unakuta arrahmanir rahim maliki yawmiddin, sawa, wanaunganisha, inakuwa sawa sawa. Sahaba Ummi Salama radhiallahu anhu anaeleza kuhusu usomaji wa Qur'ani wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ifuatayo. An Ummi Salama radhiallahu anha annaha su'ilat an qira'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat kana yuqatti'u qira'atahu ayatan aya, bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Kwa hiyo inasimuliwa hadithi kutoka kwa Ummu Salama radhiallahu anha katika hakika yake yeye aliulizwa kuhusiana na usomaji wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, akajibu Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akisimama aya baada ya aya wakati wa kusoma Qur'an, yani bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim. Katisha hivyo, soma kwa vituo ili kuweza kupata ule mwongozo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mafunzo katika hadithi hii ni kwamba haipendezi kuunganisha aya wakati wa kusoma alhamdu ndani ya swala, ni ndani ya swala. Ama ikiwa kwa haraka au kwa mazoea haifai. Iwe una haraka au umezoea haifai. Tutofautisha katika usomaji wa aya hizi. Angalia neno lililopigwa mstari. Angalia neno lililopigwa mstari. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Somaji sahihi ndio kushoto. Sawa sawa. Iyyaka na'budu. Sawa. Kwa hiyo hapa iyyaka na'budu. Angalia hapo hakuna shaka kwenye yeye.
iyyaka na'budu, naam, na'budu wa iyyaka nasta'in. Usomaji huu haufai. Badala yake tunasemaje? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu. So iyyaka na'budu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Na nyingine an'amta alayhim. Kuna watu wasikia wanasema an'amta alayhim. Hapo unataka kusema an'amta alayhim. Kuna ghairil maghdubi. Kuna watu wanasema ghairil maghdubi alayhim. Hapo unataka kusema ghairil maghdubi alayhim, ghairil maghdubi alayhim. Na kuna kusema amin. Kuna watu husikika kusema amin, amin, amin. Sawa, hivyo haifai. Utaratibu ni kusema amin. Huo ndio utaratibu unaofanyika. Kuna wengine kusema amin, wengine kusema amin, sio sawa sawa. Taratibu ni kusema amin. Kimalezi ni makosa kukata neno maliki, ukalikata wala kusema maliki ukasema maliki, ni makosa katika alhamdu. Kwenye aya maliki yaumiddin tuhakikishe tunasema maliki yaumiddin, so maliki yaumiddin. Imamu anapomaliza kusoma alhamdu asifanye haraka kusoma sura nyingine, asubiri kiasi cha kukisia kumaliza maamuma alhamdu, ili kuepusha kuingiliana katika visomo. Sio katika adabu iwapo imamu na maamuma mkawa mnasoma kwa pamoja katika swala ya kutoa sauti. Ni uzuri maamuma wamsikilize imamu na imamu awasubirie maamuma wake. Nadhani muda wa adhana inshallah muadhini aweze kuadhini, alafu tuendelee na